Sifiwe mtumishi wa Mungu na nitazama kwenye Sibuka TV na Radio FM masafa yake yanaanzia kule Lindi. Ninayo furaha tena kwamba Mungu ametupa wakati wa kuendelea kusikia kutoka kwake, na shukuru kwamba Mungu ametujalia uzima hata sasa tunaendelea kuwa na uzima. Sasa nahitaji tuombe pamoja tunapokwenda kulisikiza neno la Bwana. Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu mwingi, ninakushukuru kwa sababu ya mkono wako wenye nguvu ambao umekuwa katikati yetu. Umetutunza sana, umetulinda sana na umetupigania, na hata leo tunasimama mbele ya watumishi wako nikisema asante kwa mkono wako hodari ulionyoshwa. Naomba sasa Bwana ukaseme nasi asubuhi leo. Neema yako itufunike na Roho Mtakatifu ukatuhudumie katika jina takatifu lenye nguvu la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Asubuhi leo nataka tuangalie neno la Mungu katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ile ya 4 mstari wa kuanzia mstari wa 6 mpaka mstari wa 8. Timotheo wa pili sura ya 4 kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 8 anasema, kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya haya nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Ndugu yangu msikilizaji na mtazamaji wa Sibuka TV, haya ni maneno ambayo mtumishi wa Mungu anaitwa Paulo ameanena hapa katika kitabu hiki cha Timotheo, ambacho pia tunaita waraka. Ni waraka ambao aliandika kwa mwanawe mchungaji aliyemzaa, anaitwa Timotheo, mzaa kiroho, na baadaye huyu mwanawe akaanza kumtumikia Mungu, anaitwa Timotheo. Ni kati ya watoto ambao Paulo alikuwa amewazaa. Na Paulo kama tunavyojua alikuwa anaitwa Sauli kwanza, na alikuwa Farisayo, alikuwa kiongozi wa kidini, na ni msomi aliyesomea mambo ya dini kwa miaka 40. Na amesomea mambo ya dini. Mtu hawezi kuwa Farisayo mpaka awe amesoma kwa miaka hiyo, na huyu alikuwa amesoma. Lakini pia Paulo akiitwa Sauli bado alikuwa hajamjua Mungu vyema. Ndio maana maandiko yanasema aliliuzi kanisa. Waliwahesabu wa Kristo kama ni watu ambao wana imani potovu katika ile jamii ya Mafarisayo na dini ya Mafarisayo na Masadukayo. Waliwahesabu wa Kristo kama ni watu ambao wana imani potovu, na walikuwa wanaona kama wanaabudu mtu badala ya kumwabudu Mungu. Na hivyo Sauli aliamua kupambana na Wakristo kama mtu aliyetetea dini yake ya Kifarisayo la kwanza, lakini ya pili kama mtu anayeshambulia watu ambao aliwahesabu kwamba walikuwa na imani potofu. Na wakati Paulo yuko kwenye harakati ya kuwapiga na kuwaua wanafunzi na kuwaweka gerezani wengine, maandiko yanasema akiwa njiani akielekea Dameski kutoka Yerusalemu, ndipo alipopigwa na nuru. Katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 9 tunasoma hizo taarifa kwamba wakati akiwa njiani amepanda, nadhani alikuwa farasi au punda, namna yoyote, lakini alikuwa amepanda mnyama. Sasa akiwa njiani pamoja na askari wengine walioongozana naye kwa ajili ya kufanya kazi hiyo hiyo ya kuwaua wanafunzi na kuwakamata wengine, kuwapiga na kuwaweka gerezani, ndipo maandiko yanasema
alipotokewa na nuru kubwa kutoka juu angani, akaona nuru ikampiga machoni, macho yake yakapofuka, akaanguka chini. Alipoanguka chini, akasikia sauti ikisema, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Akiwa chini pale, akasema, ni nani Bwana ninayekuudhi? Akasikia sauti ikisema, mimi ni Yesu ambayo wewe unaniudhi. Lakini sasa simama uingie mjini ili ujulishwe akupasayo kutenda. Na Sauli alipotukia hilo tukio, aliposimama akawa haoni, kwa hiyo akaingizwa mjini Dameski, haoni. Maandiko yanasema alikaa siku 3 hali hanywi na haoni, kipofu. Na baada ya siku 3 ndipo Mungu alisema na mwanafunzi mwingine anaitwa Anania, kasema kwamba ingia katika nyumba ya mtu mmoja, utamkuta Sauli, naenda uongee naye 1, 2, 3. Yule Anania alihofu kidogo juu ya Sauli, akasema, Sauli nimepata taarifa zake, ni mtu ambaye amekuwa kiliuzi kanisa na kuua watu, na hata sasa amekuja hapa akiwa na barua ili wakamate watu awaweke ndani. Lakini Mungu akasema na huyu mtumishi wa Mungu, akamwambia, simama tu uingie, kwa sababu huyo ni chombo changu kiteule, alibebe jina langu kwa wana wa Israeli na kwa wafalme na kwa mataifa. Halafu akasema, nami nitamwonyesha mengi yatakayopaswa kuteswa kwa ajili ya jina hilo. Kwa hiyo Paulo akabadilika kutoka Sauli na kutoka kwa Farisayo na kutoka kwa kiongozi wa kidini, lakini sasa akamjua Yesu, akamkubali Yesu, akampokea Yesu, na maisha yake yakabadilika. Kwa hilo ni jambo la muhimu sana, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, ujue kuna tofauti ya kuwa mtu wa dini na kiongozi wa dini na mtu ambaye maisha yake yamebadilishwa na kufanywa upya na kuwa mtumishi wa Mungu. Unaweza kuwa kiongozi wa dini, unaweza kuwa mchungaji, unaweza kuwa askofu, lakini unaweza kuwa sio mtumishi wa Mungu. Ukawa ni mtumishi wa dini yako, mtumishi wa imani yako, lakini ukawa si mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo kuna tofauti ya mtumishi wa Mungu na mchungaji au askofu ambaye bado hajabadilishwa. Sisemi wachungaji wote sio watumishi wa Mungu, lakini nasema lazima ukutane na nguvu za Mungu zikubadilishe, uwe kiumbe kipya, ndipo unapogeuka kuwa mtumishi wa Mungu sasa halisi, ambaye unaweza kuyafanya mapenzi ya Mungu hapa duniani, katembea katika makusudi ya Mungu hapa duniani, na ukaitumikia kusudi la Mungu hapa duniani. Ni kama vile ambavyo tunasoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 13. Ningetamani sana tusome haya maandiko. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 13. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 na mstari wa 36. Biblia inasema, kwa maana Daudi akisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake alilala, akawekwa pamoja na baba zake, akaona uharibifu. Daudi akisha litumikia shauri au kusudi au mpango au mapenzi ya Mungu hapa duniani, akamaliza wakati wake, basi akalala. Mungu akasema, inatosha mwanangu, sasa upumzike. Akisha kuitumikia kusudi la Mungu. Na ni vyema sana mtume wa Mungu ambaye ananisikiliza, naweza kuwa ni mchungaji au askofu au mwinjilisti au mtu yoyote yule ambaye upo, unapaswa kujua ya kwamba upo duniani kwa lengo la kuyafanya mapenzi ya Mungu, kwa lengo la kuyafanya makusudi ya Mungu, kwa lengo la kutumikia mpango wa Mungu.
Na utakapomaliza sasa, hata kwenye kaburi lako anaweza kusema fulani bin fulani akisha litumikia kusudi la Mungu amelala. Hata mimi natamani, ninajua mimi ni mchungaji katika kanisa la AGT, lakini pia ni kiongozi, mshauri mkuu katika kanisa hili. Lakini natamani sana kulitumikia kusudi la Mungu. Nikiwa ndani ya kanisa la AGT, nilitumikia kusudi la Mungu hasa, sio kusudi la mtu, sio kusudi la dini, lakini nilitumikie kusudi la Mungu. Dini yangu ambayo naitumikia iwe sababu ya mimi kulitumikia kusudi la Mungu. Iwe sababu ya hiyo imani yangu ilisababisha nilitumikia kusudi la Mungu. Na kama inanitoa nje ya makusudi ya Mungu, si vyema kuendelea na hicho kitu, kwa sababu utakapofika mbinguni hautaulizwa ulikuwa wa dhehebu gani duniani. Unaona? Ulitumikia dhehebu gani? Lakini je, uliyafanya mapenzi yangu duniani? Hilo ndio swali. Na hilo ndio la muhimu sana katika maisha yako. Umeyafanya mapenzi ya Mungu duniani? Na hayo hayawezi kutokea mpaka utakapokutana na Bwana, ubadilishwe maisha yako. Halafu ndipo sasa unaweza kuanza kulitumikia kusudi la Mungu, kama vile ambavyo tunaona mtumishi wa Mungu Paulo alivyofanya. Kwa hiyo ulikuwa kama utangulizi wa kile ambacho tunataka tujifunze asubuhi ya leo. Sasa Paulo baada ya kutokewa na Bwana, Paulo na akabadilishwa maisha yake, akaanza sasa kutumikia kusudi la Mungu na mpango wa Mungu. Alilenga katika maisha yake yote yaliyobaki tangu siku ile amekutana na Bwana, alilenga mambo matatu katika maisha yake. Ndio haya ambaye anatuambia hapa, na ndio ambaye anamwambia Timotheo. Na wakati anamwambia Timotheo, anatuambia na sisi pia kwamba, mstari wa 7, nimevipiga vita vilivyo vizuri, na mwendo nimeumaliza, na imani nimeilinda. Anasema baada ya haya nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile. Wala si mimi tu, bali na wote watakaotembea kwa utaratibu huo, watakaoishi kwa namna hiyo hiyo, watakaojua ya kwamba haya ni mambo ya muhimu ambayo nataka kuyafanya. Kwa kuna mambo matatu hapa ambayo Paulo alikaza sana. Na kwa muda huu mchache niliobaki nayo, kama wa dakika 17 hivi, nataka tuangalie jambo moja kati ya haya matatu, na tutaangalia jambo lingine katika wiki inayokuja, kwa sababu Mungu anaendelea kutupa muda na nafasi ya kujifunza zaidi. Na wewe ambaye utakuwa mtumishi mzuri, mwaminifu, mwanafunzi mwaminifu, basi ni vizuri kufuatilia ili kwamba ujue, halafu uweze kuimarika katika hali yako ya kiroho na kujua kwamba leo safari ya kwenda mbinguni. Sasa huyu Paulo anasema ninatazamia kupata taji mbinguni, kwa sababu nimejitahidi, nimepambana kuhakikisha mambo haya matatu nimeyatekeleza kwa uaminifu. La kwanza, nimevipiga vita vizuri. La pili, mwendo nimeumaliza. Na la tatu, imani nimeilinda. Sasa leo tutaangalia juu ya kupiga vita, ambayo kwa Paulo anamwambia Timotheo. Na ukisoma vitabu vingine, kitabu kingine cha Paulo kwa Timotheo, anamwambia Timotheo, piga vita vile vizuri. Piga vita vile vizuri. Kwa hiyo kama vile ambavyo yeye alivipiga vita, sasa anamwambia ndugu mwanawe, piga vile vita vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu, sasa nataka tuangalie hivi vita ambavyo anavizungumza Paulo ni vita vya aina gani. Wakati nafuatilia katika maandiko, nikakuta kuna aina kama 2 au 3 ya vita hivyo ambavyo Paulo anavizungumza. Lakini vita vya aina ya kwanza tunaviona katika kitabu cha Efeso sura ya 6. Kitabu cha Efeso sura ya 6.
kitabu cha Efeso sura ya 6. Haya ni maandiko ambayo Paulo mwenyewe ameyasema, amezungumza juu ya vita hivyo vya aina ya kwanza. Katika Efeso sura ya 6 mstari wa 10, Paulo anasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Mstari wa 12 anasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Unaona? Anasema kushindana kwetu sisi, vita vyetu sisi si katika damu na nyama. Maana si katika mtu unayemuona mwenye damu na nyama. Hatupambani na wanadamu, hatupambani na mtu mwenye damu na nyama, hatupambani na mtu tunayemuona. Lakini akaanza kusema vita vyetu tunapambana na falme na mamlaka na wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kuna aina ya kwanza ya vita ambavyo Paulo anavizungumzia hapa kwamba amevipiga vita hivyo vizuri. Ni vita vinavyo katika ulimwengu wa roho, ambako tunapambana na falme, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ili vita vya aina ya kwanza, na vita hivi tutajifunza siku za usoni kadri tutakavyoendelea kujifunza. Lakini vita vya aina ya pili, anazungumza Paulo katika vita vya aina ya pili, anazungumza Paulo vita vya mwili. Na kitabu kile cha Warumi, katika kitabu kile cha Warumi na mstari wa 7, kitabu cha Warumi sura ya 7 na mstari wa 14. Kitabu cha Warumi sura ya 7 na mstari wa 14 anasema, kwa maana twajua ya kuwa torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Maana sijui nilifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo nilitendalo. Lakini kama nikitenda lile nisilolipenda, na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema, basi si mimi nafsi yangu ninayotenda hilo, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda hilo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo litendalo. Basi kama lile nisilolitenda ndio nilitendalo, si mimi nafsi yangu nitendayo, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi nitakayo kutenda hilo jema, lipo hilo baya. Kwa maana nafurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani, lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali inapiga vita. Unaona? Inapiga vita na ile sheria ya akili zangu, na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Inapiga vita. Anazungumza juu ya vita katika mwili, vita katika mwili wake binafsi. Nimesema kuna aina ya vita ya aina ya kwanza, tunapigana katika ufalme wa anga, ufalme wa juu, falme, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya. Lakini anazungumzia juu ya vita katika mwili wako. Kuna vita ambavyo viko ndani ya mwili wako, ambavyo unapaswa kupambana na vita hivyo, kupigana na hivyo vita. Na hivi ndivyo nitakavyotaka leo tuangalie kwa undani kidogo, ingawa muda wetu ni mchache. Tutaendelea kujifunza hata wiki ijayo. Lakini kuna vita vinavyopigana katika mwili. Naona? Katika mwili. Sasa vita hivi vinakufanya kuwa mateka. Yaani unaposhindwa kuelewa namna ya kupigana vita hivi,
utashangaa kwamba utakuwa mateka wa matendo ya mwili. Na kisha kuwa mateka wa matendo ya mwili, utashindwa kusema kama alivyosema Paulo kwamba sasa mimi na nimevipiga vita vizuri, mwendo nimemaliza, imani nimeilinda, na ngojea taji ya haki. Huwezi kungoja taji ya haki kama vita vya mwili vimekushinda na wewe umeshindwa kupigana na mpaka ukafaulu. Ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, naweza nikakupa mfano kidogo katika kitabu cha Wagalatia, uone vile vita vya mwili ambavyo wengi wetu tunaoendelea katika mambo ya imani kuhusu Mungu, wakati mwingine tumejisahau kwamba kuna vita hivi na vinatakiwa tupigane na hivi vita, tushinde vita hivyo. Katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16 inasema, basi nasema enendeni kwa Roho, wala mtatimiza kamwe tamaa za mwili. Mstari wa 17 anasema, kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili. Maana yake hapa ni vita. Kuna vita vya mwili na roho vinapigana. Naona? Kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayoyataka. Ndio yale Paulo anasema kwenye kitabu hiki cha Warumi sura ya 7, kutaka nataka, lakini kutende hilo jema sipati. Unaona? Kutaka nataka kufanya mema, lakini nakuta kuna sheria ya dhambi na kuna sheria ya mwili, kuna sheria ya viungo mle ndani inapiga vita. Nashindwa kutenda lile ambalo napaswa kulitenda, nashindwa kulifanya lile ambalo naagizwa kulifanya. Kwa hiyo kuna vita katika ulimwengu, katika mwili. Hapa nazungumzia habari ya vita vya mwili. Kwa hiyo Wagalatia anasema kuna mashindano kati ya mwili na roho. Sasa anazungumza vitu ambavyo nataka uvipime wewe mwenyewe, ujipime katika maandiko haya. Vitu hivi ndio vitu vya mwilini. Basi Biblia inasema, lakini mkiongozwa na Roho, mstari wa 18, hamko chini ya sheria. Sasa mstari wa 19 anasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri. Ndio haya ndio matendo ya mwili. Yaani mtu anasukumwa, anajikuta anayafanya haya mambo. Kuna vita vinapiganwa, mtu anajikuta anafanya haya mambo. Moja anasema uasharati, 2 anasema uchafu, 3 anasema ufisadi, 4 anasema ibada ya sanamu, 5 anasema uchawi, 6 anasema uadui, 7 anasema ugomvi, 8 anasema wivu, 9 anasema hasira, 10 anasema fitina, 11 anasema faraka, 12 anasema uzushi, 13 anasema ulevi, usuda na ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Biblia inasema, katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendayo matendo ya jinsi hii hawata urithi ufalme wa Mungu. Sasa unaweza kujiuliza swali, je, wewe hauna uadui? Je, wewe hauna wivu? Unaposikia mwenzako amefanikiwa, hujisikii kuwa una wivu? Je, unatamani kuwa na wivu? Au unakuta tu hiyo nguvu ya wivu inakusumbua? Je, wewe hauna hasira? Biblia inasema mwe na hasira lakini jua lisichwe. Lakini wewe una hasira mpaka kiasi ambacho umekuwa na hasira moyoni mwako, kifuani. Biblia inasema kifua cha mtu mpumbavu kumejaa hasira. Hasira ukaa kifuani kwa mtu mpumbavu. Sasa wewe una hasira, lakini unasema wewe ni Mkristo na uko kanisani. Wakati mwingine labda ni mtumishi wa Mungu, unasema mimi ni mtumishi wa Mungu, lakini una hasira, lakini una uadui. Unaona? Lakini una wivu. Unaona? Lakini una husuda.
Unaona? Lakini unasikia uasharati na kusumbua. Kuna vitu vinakuwa ndani vinapiga vita ile hali. Unatamani kuishi maisha kama ya neno la Mungu inavyopaswa, lakini unakuta kuna vitu vinakwenda kinyume na hali ya kiroho. Hivyo ni vita vya aina ya pili, na ni vita ambavyo unatakiwa kuwa makini sana katika kupigana navyo. Mtumishi wa Mungu, msikilizaji na mtazamaji wa Sibuka TV pamoja na Radio FM, unapopitia maandiko haya unaweza kuona ule uozo ambao uko ndani ya maisha yako binafsi, kwamba unakaa tu hata kama huna mtu mwingine pembeni, ukatafakari, ukapitia tu mistari hii, ukaweka kidole, je, katika hii mistari, katika hivi vitu ambavyo vimeandikwa hapa, hamna kimoja wapo ambacho kinanisumbua? Na ikiwa kama unaona vipo, basi ujue bado unahitaji kupigana vita. Bado unahitaji kupigana vita. Napoangalia muda wangu naona umeenda, lakini nitaka nikuonyeshe aina ya hii vita, jinsi ya kupigana vita hivi. Vita hivi vina namna yake ya kupigana na kupokea ushindi. Na Biblia imetuwekea wazi sana juu ya vita hivi vya kiroho. Naomba sana ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, Ijumaa ijayo urudi tena katika somo hili, tupate kufahamu tunaweza kupigana namna gani na tukapata ushindi katika vita hivi vya aina ya pili, ambavyo wengi leo ukifuatilia makanisani unakuta vitu hivi vimejaa. Wengi leo ukifuatilia kwa watu wanaosema tumeokoka, lakini utakuta mambo haya yamejaa, yapo. Na maandiko yanasema wazi, watu watendayo matendo ya jinsi hii hawataurithi ufalme wa Mungu. Wakati mwingine tunaangalia mambo makubwa kama ulevi, tunaangalia mambo makubwa kama uasherati, tunaangalia mambo makubwa kama uzinzi, lakini tunasahau kwamba kuna mambo ambayo Mungu amewekea kidole na kusema watu watendao mambo kama haya hawataurithi ufalme wa mbinguni. Hata tukisoma kitabu cha Ufunuo tu pale sura ya 21, kitabu cha Ufunuo sura ya 21 inasema hivi, mstari wa 7, mstari wa 8, anasema bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabudu sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Kwa hiyo nataka ufahamu kwamba unaweza ukaangalia zile dhambi zinazoonekana katika macho ya watu kama zinatisha unapozisikia, lakini kuna haya mambo madogo madogo ambayo yanaonekana kama madogo madogo, lakini Mungu hana jambo dogo. Lazima uhakikishe unavipiga vita, unapambana juu ya vita hivi vya kiroho, ili utembee katika ushindi siku ile, na wewe na sababu ya kusema nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya haya na ngoja taji ya haki ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile. Uwe na ujasiri wa kusema hivyo vitu. Lakini kama bado ndani yako unasikia vitu hivi vinafanya kazi, vinatenda kazi kwa siri, hakuna mtu anayejua pembeni yako, lakini wewe unafahamu, wewe ndio shahidi namba 1 kwamba unatembeaje katika hali yako na katika maisha yako ya kivita vya kiroho. Mungu akubariki kwa kusikia maneno haya machache, na ninaomba kwamba uwe tayari katika wiki ijayo tutaendelea kuangalia hili somo kwa undani. Naomba tuombe. Baba yetu wa mbingu na dunia, ninakushukuru sana kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu ambaye amenisikiliza. Inawezekana kabisa anaona ndani yake hivi vita vinavyopigana ndani yake, na yeye amekuwa akijaribu, lakini anakuta analemewa tu. Alijikuta roho ya uzinzi au roho ya uongo au roho ya uzushi au roho ya wivu inamsumbua, na hatamani kuendelea na hali hii,
Naomba Bwana Mungu msaidie napojifunza somo hili, basi apate njia ya kutoka katika hali hiyo, apate uzima, apate neema na apate kufunguliwa katika maisha yake yote. Na msogeza mikononi mwako, na neema yako iliyopita ufahamu wa kibinadamu ikawe pamoja naye, katika jina lipitalo kila jina, jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Mungu wa mbingu na dunia akubariki, akutunze, akulinde mchana wa leo. Uende salama katika kazi zako, lakini uendelea kutafakari haya, na Mungu akusaidie, kwa sababu una kiu ya kumwona Mungu. Basi ukae katika haya mafundisho, na Bwana Mungu atakusaidia. Mungu wa mbinguni akubariki. Uwe na mchana mwema.